Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kwa habari mbalimbali. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan. Tuanzie huko mkoani Tabora. Waendesha pikipiki maarufu bodaboda wawili wamefariki dunia papo hapo baada ya kugonga treni ya abiria iliyokuwa inatokea mkoani Tabora kuelekea Kigoma, ajali ambayo imetokea katika makutano ya barabara ya njia ya reli yaliyopo mtaa wa Miemba, kata ya Malolo, mkoani Tabora leo alfajiri. Mwandishi wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora ameandaa taarifa kamili. Channel 10 imefika eneo la tukio na kuzungumza na baadhi ya mashuhuda, na hapa wanaeleza hali halisi, huku wakiomba serikali kuwawekea vizuizi ambavyo vitawawezesha kuzuia watumiaji wa barabara kupita wakati treni ikiwa inapita. Nimefika maeneo ya hapo mbele kidogo tu ndo nikaona treni inatokea huku, na hao waliofariki marehemu wao wawili wakiwa wanatokea huku wakiwa wanataka kupeleka wanafunzi. Ile kufika hapo wanataka sasa waiwai treni, wakafika kabamiza mbele wakarudi wao nyuma. Mimi nilikuwa ni upande wa huku mbele, yenyewe kwa upande wa huku. Kwa hiyo kufika ndo kabamiza, afu akaruka mwingine akarukia kwenye hicho chuma hapo, hicho chuma hapo, akarudi tena huko barabarani, mwingine ndo akaangukia kwenye hicho kidude huko na ubongo kamwagika hapo hapo, ndo na polisi wakafika. Na hapa ikiwepo kama hiyo ya kuwa vyuma kinazuia hichi kitu kama cha leo kisingetokea, kwa sababu wangezuiliwa kutoka mbali, maana walikuwa wako spidi sana. Yeye alikuwa ni bodaboda walikuwa watatu, lakini mmoja aliwahi kupita. Hao wengine wawili ndio wakachelewa kaigonga treni kwenye ubavu na wamepoteza maisha. Kwa sababu katika kila makutano ya barabara ya reli na barabara huwa kuna vile vibao vya crossway. Mara nyingi watu huwa wanavivuka, wanakuwa mbele ya vile vibao badala ya kuwa nyuma ya vile vibao. Akizungumzia tukio hilo kwa njia ya simu, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Abwao, amethibitisha kutokea kwa vifo hivyo, huku akitoa rai kwa wananchi kuendelea kufuata sheria na kanuni za barabarani. Kwa hiyo tuendelee kutoa wito kwa watumiaji wengine wa vyombo vya moto kwenye sehemu ya vivuko, basi ni vyema wakawa na utaratibu wa kusimama na kusubiri ili kama kuna treni ipite kwanza, kisha wao ndio waweze kupita. Programu ya utoaji wa elimu inaendelea, na tukiwa na matumizi ya ufuataji wa sheria, tunaamini kwamba hizi ajali tutakuwa tunaziepuka. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Tabora, Adela Moses, Channel. Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema peponi. Amin. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inatambua na kuthamini mchango wa wafanyakazi wa sekta ya umma na sekta binafsi katika kukuza uchumi na maendeleo ya taifa. Waziri Mkuu ameyasema hayo jijini Dodoma katika hafla ya maandalizi ya Mei Mosi 2026 ambayo kitaifa inatarajiwa kufanyika mkoani Njombe. Katika hafla hiyo kiasi cha shilingi bilioni 1.1 kimekusanywa, ambapo waziri mkuu amesema fedha hizo zitausaidia mkoa mwenyeji kukamilisha shughuli za maandalizi kwa ajili ya siku hiyo ya Mei Mosi. Aidha, waziri mkuu Mwigulu Nchemba amepongeza shirikisho la vyama vya wafanyakazi TUCTA kwa ubunifu wa kuhakikisha kuwa maadhimisho ya mwaka huu yanaacha alama katika mkoa mwenyeji, yaani mkoa wa Njombe, huku rais wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini TUCTA Tumaini Nyamhokia akishukuru kwa kupongeza kuimarika ushirikiano kati ya serikali na vyama vya wafanyakazi, akisema ushirikiano huo umechangia kuwepo kwa utulivu miongoni mwa wafanyakazi nchini. Tunapokwenda kwenye Mei Mosi, hatuadhimishi tu siku iliyoko kwenye kalenda hiyo, lakini pia tunaadhimisha mafanikio kama taifa ambayo tumeyapata, na yote hayo yamewezekana kwa sababu tuna wafanyakazi wanaofanya kazi kweli kweli. Ushirikiano wao nasi kupitia ATE na sisi TUCTA unaendelea kukomaa, kwa sababu tunaamini chochote utakachokifanya leo kitatuwezesha kufanya vizuri siku yetu ya Mei Mosi kitaifa pale mkoani Njombe. Ni kuahidi tu ushirikiano tutaendelea kuutoa kwa serikali ambayo wewe ni kiongozi mkuu wa serikali, lakini kwenye shughuli ya Njombe tutashirikiana na wenzetu
Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na wadau wote wa mkoa wa Njombe kuhakikisha jambo hili linakwenda vizuri. Naam, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Katibu Mkuu wa Jamhuri ya Afrika Mashariki EAC Stephen Mbundi katika Ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma hapo jana tarehe 13. Mazungumzo hayo yalilenga kuimarisha ushirikiano wa kikanda, kujadili masuala ya maendeleo ya kiuchumi pamoja na kuendeleza ajenda za pamoja ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki. Mbundi ambaye ni raia wa Tanzania alichaguliwa kushika nafasi hiyo mwezi uliopita kwa kipindi cha miaka 5 akimrithi Veronica Nduva kutoka Kenya ambaye amehudumu katika wadhifa huo tangu Juni mwaka 2024. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez ambaye yuko ziarani China amefanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Xi Jinping hivi leo, ikiwa ni ishara ya kuimarisha mahusiano yake ya kisiasa na kiuchumi na Beijing. Katika mkutano wa waandishi wa habari pamoja na Rais Xi, Waziri Mkuu Sanchez amesema mazungumzo yake na kiongozi huyo yamegusia masuala mengi ikiwemo migogoro inayoendelea duniani kati ya Lebanon, Gaza, Irani na katika mlango wa bahari wa Hormuz na pamoja na suala la Ukraine. Ziara ya waziri mkuu huyo wa Uhispania huko Beijing imekuja chini ya kiwingu cha hali tete ya siasa za kikanda, wakati viongozi wa Ulaya wakijaribu kutumia ushawishi wao kumaliza vita vya Marekani na Israel dhidi ya Irani, na katika wakati mahusiano kati ya Uhispania na Marekani yakiwa yameporomoka kufuatia msimamo wa Sanchez wa kuikosoa Marekani katika vita hivyo. Na katika kuendeleza juhudi za kukuza uchumi kupitia sekta ya afya, hospitali ya Benjamin Mkapa ya jijini Dodoma imejipanga kutumia jukwaa la mashindano ya dunia ya urembo kutangaza huduma za utalii tiba kwa lengo la kuvutia wagonjwa kutoka mataifa mbalimbali duniani kuja kutibiwa nchini. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Mkakati wa hospitali hiyo umebainishwa na kaimu mkurugenzi mtendaji wa BMH Teofori Mbilinyi wakati wa ziara ya washiriki 20 walioingia fainali ili kumpata mshiriki atakayewakilisha Tanzania kwenye mashindano ya urembo ya dunia yani Miss World ambayo yatafanyika nchini Vietnam baadaye mwaka huu. Watachukua ule ujumbe wa Benjamin Mkapa, watachukua zile huduma bora ambazo tunazitoa Benjamin Mkapa na kuzipeleka duniani kote, na duniani kote waweze kutambua kwamba hata sisi hapa Tanzania, hapa Benjamin Mkapa, kupitia serikali yetu tukufu ya Mama Samia Suluhu Hassan, tunatoa huduma bora kabisa ambazo zinapatikana pia hata kwenye nchi nyingine zilizoendelea, basi na hapa Benjamin Mkapa pia zinapatikana. Kwa upande wake, mratibu wa mashindano hayo ya urembo Mustafa Hassanali amesema jukwaa hilo ni njia sahihi ya kutangaza huduma bora zinazotolewa hapa nchini ikiwamo za afya, huku baadhi ya washiriki wakieleza namna watakavyolitumia kuitangaza Tanzania. Lakini kuongeza wigo na pana wa Tanzania kujua kuhusu hospitali ya Benjamin Mkapa. Zaidi ni leo hii tumegundua kwamba kuna baadhi ya surgeries ambazo zinafanyika Dodoma badala ya kuenda sijui nchi nyingine, lisali moja tu upo hapo, ambao hata Dar es Salaam haifanyiki. Sekta ya afya inakuwa kwa ukubwa sana kwa sababu magonjwa mengi yalikuwa yanashindwa kutibika nchini na kupelekea watu kushindwa kuwapeleka watu wao nchi za nje, lakini kwa sasa hivi huduma karibia zote zinapatikana mahali hapa. Tulivyokuja kwenye hii hospitali hasa kwenye upandikizaji wa uroto, nimesikia kwamba wana hii kitu ya kuchangia watoto ili waweze kufanyiwa upandikizaji, na hicho ndio kitu ambacho Miss World Tanzania tunasimamia. Kati ya washiriki hao 20 wa shindano hilo, 2 ni kutoka upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika visiwa vya Zanzibar, ikiwa ni mara ya kwanza baada ya miaka 58. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Shukrani sana Amani Mbando kwa taarifa hiyo.
Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo 14 amefanya ziara leo hii kaskazini mashariki mwa Annaba nchini Algeria kwa kutembelea mabaki ya kihistoria ya jiji hilo pamoja na kituo cha mapokezi kinachoendeshwa na watawa wa Kikatoliki wanaowashughulikia wazee masikini. Papa Leo anafuata nyayo za mwanatheolojia mashuhuri wa Kikristo Mtakatifu Agustino kwa kuadhimisha misa kwenye kanisa la Mlimani la mtakatifu huyo mbele ya makanisa kutoka kote barani Afrika, ambayo hiyo ni kazi ya utafiti ya muungano ndani ya utamaduni wa Kikristo. Pia aliwataka viongozi wa Algeria kutoogopa ushiriki mkubwa wa umma katika maisha ya kisiasa na kutoa wito wa uhuru wa jamii ya kiraia, huku akitaka mamlaka kuwatumikia wananchi na kuwaletea maendeleo. Itakumbukwa siku ya jana alianza mjini Algiers kwa kutoa heshima zake kwa wahanga wa vita vya uhuru wa nchi hiyo kutoka kwa Ufaransa vya mwaka 1954 hadi 1962 pamoja na kutoa wito wa msamaha. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu baada ya serikali kutoa zaidi ya shilingi bilioni 4 kwa ajili ya tuzo hiyo. Pongezi hizo zimetolewa na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda pamoja na Katibu Mkuu wa wizara hiyo Profesa Caroline Nombo wakati wa hafla ya utoaji tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu, na kwamba waandishi bunifu wamehamasika kuandika vitabu kutokana na motisha ya rais. Abdul Latif Abdullah, mshairi maarufu kutoka nchini Ujerumani na mwenye asili ya Afrika Mashariki, ambaye alikuwa mgeni rasmi, akaiomba serikali kufikiria kuruhusu lugha ya Kiswahili iwe lugha ya kufundishia shuleni, huku mkurugenzi wa Taasisi ya Elimu Tanzania TET Dr. Anet Komba akaeleza faida za tuzo hiyo tangu kuanzishwa kwake. Na sisi tunamshukuru sana rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kututaka tumuenzi mwalimu katika kazi hizi za uandishi bunifu na kupenda jina lake na kuidhinisha jina lake litumike katika kutoa tuzo hii. Kwa ujumla, hadi kufikia mwaka huu wa fedha 25-26, serikali imekushawekeza kiasi cha bilioni 4.2 kwa ajili ya uendeshaji wa tuzo hii. Kwa unyenyekevu mkubwa, naiomba serikali ya Tanzania ilifikirie tena jambo hili ili Kiswahili kiwe ni lugha ya kufundishia katika shule zetu. Kwa ujumla, tuzo hii imeongeza maandiko bunifu katika shule na maktaba zetu nchini. Mathalan, kati ya mwaka 2023 hadi 2025, vitabu aina 6 vilivyotokana na tuzo hii vimesambazwa katika shule zetu za msingi, sekondari na katika maktaba. Hivyo mshindi wa kwanza anapata shilingi milioni 10, anapata ngao. Pia mswada wake ukishachapishwa, serikali itanunua nakala za kutosha kusambaza shuleni na maktaba za taifa. Uboreshaji wa MV Liemba, meli ya abiria na mizigo unaotekelezwa na serikali kupitia kampuni ya meli Tanzania Tashiko kwa gharama ya shilingi bilioni 32 kwa sasa umefikia asilimia 64 ya ukarabati wake, na hivyo kutarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi Julai mwaka huu. Taarifa zaidi na Mwajabu Hoza. Mhandisi Elias Kivara anayesimamia mradi huo anasema tayari injini mpya za kufunga katika meli hiyo zimewasili, huku akieleza kuwa kuna baadhi ya vifaa ambavyo havijafika ili kukamilisha ukarabati wa meli hiyo. Kwa hiyo kijao baada ya kupokea hizi injini leo, kwa hiyo kijao tuanze installation ya injini.
wanachokianza shuleni na mashine ndio percentage ndio bado. Sasa hivi kitu ambacho hakijafika site ni propeller na shaft ambazo ziko bado tunasubiri zije, na zikija tunapanda kwenye mcherezo kwa ajili ya kufix hizo propeller na shaft. Mkuu wa wilaya Kigoma Daktari Rashid Chuachua anasema hatua hiyo ni matarajio na azma ya serikali ya kufungua mkoa wa Kigoma kiuchumi pamoja na kurahisisha usafiri kwa wananchi. Inakuwa meli ya kisasa kabisa, hata kwa spidi ya safari yake imeongezwa, na kwa maana hiyo tunategemea mwendo wa safari utakuwa mfupi kuliko ilivyokuwa pale awali. Maana ya kwamba Kigoma umeendelea kuifanya kuwa hub ya kiuchumi ili kuunganisha nchi ya Kongo, Burundi pamoja na Zambia. Meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji anasema kukamilika kwa meli hiyo kutafungua uchumi kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma. Meli hii ni ajira kubwa ambayo inakwenda kuwakomboa vijana na wakazi wa mji wa Kigoma Ujiji. Tutakuwa tuna uwezo wa kuendelea kushirikiana na nchi za jirani kama vile Kongo katika kubadilishana bidhaa, lakini kuinua uchumi wetu na kipato cha mtu mmoja mmoja katika mkoa wetu wa Kigoma. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Droni za Urusi zimeshambulia bandari za Ismail kusini mwa mkoa wa Odessa usiku wa kuamkia leo na kusababisha kuiharibu meli ya kiraia iliyokuwa na bendera ya Panama. Naibu Waziri Mkuu wa Ukraine Olesi Kuleba amesema uharibifu umefanyika dhidi ya miundombinu na vifaa kadhaa kufuatia mashambulio ya Urusi ambayo ni adui wa Ukraine. Mashambulizi hayo ya Urusi dhidi ya Ukraine yameripotiwa katika wakati ambapo Rais Volodymyr Zelensky akitarajiwa kuwa mjini Berlin ambako atafanya mazungumzo na Kansela Friedrich Merz kuhusu swala la ufadhili wa kifedha na msaada wa kijeshi na juhudi za ujenzi mpya wa nchi yake. Serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni 7 kwa ajili ya ujenzi wa soko la stendi ya kisasa katika wilaya ya Lushoto mkoani Tanga. Tupate taarifa kamili. Hatua hiyo inaelezwa wakati wa kikao cha halmashauri kuu ya wilaya Lushoto kikijumuisha wanachama pamoja na kamati ya siasa ya mkoa wa Tanga ikiongozwa na mwenyekiti wa CCM mkoa Rajabu Abdalla ambaye ameeleza kuanza kwa utekelezaji wa miradi ya kimkakati kwenye wilaya hiyo. Mkumbuke waziri huyo wa TAMISEMI ni mtoto wenu mliyemzaa wenyewe, Profesa Shemdoe. Rais kamwambia nakupa bilioni 5 nenda kajenge soko la kisasa. Rais kamwambia nakupa bilioni 2 nenda kajenge stendi ya kisasa. Tumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mapenzi haya mema kwa wanalushoto, kwa mapenzi mema haya kwa wanatanga. Aidha, akawasisitiza wajumbe juu ya kutimiza wajibu wao kwa kuongeza ubunifu katika kuwatumikia wananchi. Maana hiyo kazi ya halmashauri kuu ya wilaya ni moja wapo sisi hapa kubuni mbinu. Jamani, tunafanyaje chama chetu kienee kwa watu? Huo ni ubunifu tu. Huwezi kukuta eti ndani ya katiba ya chama eti imeeleza kwamba nyinyi mkishafika huko kaeni, mkiona kuna changamoto, shule imeanguka, mwite diwani. Hamna, huwezi kukuta na katiba ya chama. Huo ni wajibu wetu, hatuwezi kuukwepa. Mwenyekiti anawaambukiza maradhi yake. Nyinyi madiwani, nyinyi viongozi wote wa chama, maradhi yale aliyokuwa nayo halali kwa ajili ya wanatanga, kila mtu asilale kwa ajili ya kwenye kata yake na maeneo yake. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Shukran sana Raya Kipingu. Taasisi ya saratani ya Ocean Road leo imepokea vifaa tiba vya kusaidia wagonjwa wa saratani ya mitoki kupatiwa matibabu ya kemia, yaani infusion pump. Tupate taarifa kamili kutoka kwake Dorcas Ramos. Akikabidhi vifaa hivyo, mkurugenzi wa taasisi ya Jema Foundation ambaye pia ni shujaa wa saratani hiyo ya mitoki aliyepona takriban miaka 9 iliyopita, anasema ni vifaa muhimu, vina thamani ya milioni 40 na kutoa wito kwa Watanzania kuendelea kusaidia matibabu kwa wagonjwa wa saratani. Infusion pump ziko idadi ya 16. Kwa hiyo tunatoa wito kwa jamii na wadau wengine, inapofika siku za kusherekea siku mbalimbali, aidha ni birthday au birthday za watoto, basi na wenyewe waitizame jamii, watizame wagonjwa wenye saratani kwamba
Saratani ukiwahi mapema unapona, lakini pia wanahitaji msaada, na kwa pamoja tunaweza tukasaidia na kuleta mabadiliko chanya katika jamii yetu, katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo sisi tumeamua upande wa kutokulalamika. Tumeamua upande wa kutoa suluhisho katika tatizo. Na tunatumia fursa hii kuwaasa jamii, tusiseme tatizo ni kubwa. Katika ile tatizo kubwa, wewe una nafasi gani? Wewe una mchango gani? Nini unaweza kufanya? Ndicho ambacho tumekifanya. Tumeweza kujikusanya watu wengi sana. Tumeweza kupata shilingi milioni 40. Tumeweza kuleta pump 16. Tunajua mahitaji ni mengi sana. Kupitia sisi, pengine kuna watu wengine nao watahamasika kwa nafasi zao. Msaada huu ambao umekuja hapa, nilipata kujua hii initiative kutoka kwa rafiki yangu ambaye ametimiza miaka 40. Kwa hiyo yeye akashirikisha rafiki zake wengi, tuko wengi sana, ambao wote tulijumuika kusherehekea siku yake ya kutimiza miaka 40 kwa mchango wowote ule kila mmoja aliyetoa. Naye afisa muuguzi wa taasisi ya saratani ya Ocean Road anatoa wito kwa jamii. Tunapenda kutoa shukrani sana kubwa nyingi kwa ajili ya mdau wetu alijitolea kutoa hichi kifaa hichi. Kifaa hichi au mashine hizi ni muhimu sana kwa wagonjwa wetu wanaopata tibakemia, ambayo inasaidia sana kupunguza hata majukumu kwa wauguzi wanaotoa tibakemia. Kwa hiyo tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa mdau aliyotoa. Saratani ya mitoki au limfoma ni saratani inayoanza kwenye tezi zinazopatikana shingoni, makwapani au kifuani na huathiri mfumo wa kinga ya mwili. Inaweza pia kusababishwa na saratani nyingine kama ya ziwa kusambaa kwenye mitoki hiyo. Ni ugonjwa unaotishia maisha duniani, ambapo watu milioni 1 duniani kote huishi na saratani hiyo, na takriban 1000 hubainika na ugonjwa huo kila siku, lakini bado ufahamu ni mdogo kuhusu dalili za saratani ya mitoki. Toka Srimos, Channel 10. Hali ya maambukizi ya virusi vya ukimwi manispaa ya Geita mkoani Geita imeendelea kupungua kutokana na jitihada kubwa zinazofanywa na serikali kwa kushirikiana na mashirika binafsi ya kuhamasisha jamii, hususani vijana kujitokeza kwa wingi kupima afya zao. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Mrisho Sadiki kutoka mkoani Geita. Mratibu wa kudhibiti ukimwi manispaa ya Geita, Mariam Joni, amebainisha hayo kwenye bonanza la kuhamasisha jamii umuhimu wa kupima afya zao lililoandaliwa na shirika la Plan International katika kata ya Kasamwa, ambapo amesema kwa sasa manispaa ya Geita ina maambukizi kwa 4.9. Sisi target yetu kuwafikia vijana, hatujaja kwa bahati mbaya. Tafiti pia zinaonyesha kwamba ni moja ya kundi tusilisahau, kwa maana ya tunataka kuwa na maambukizi sifuri. Sifuri hatuwezi kuitengeneza kwenye namna ya kawaida. Lazima kuna kizazi kinakuja. Kwa hiyo kile kizazi ndo tunategemea kwamba kikiondokana na maambukizi mapya, kwa maana kuna generation itafika itakuwa haina maambukizi. Kwa upande wake, mratibu wa miradi kutoka shirika la Plan International Zamda Magoa amesema mbali na upimaji, utoaji wa elimu ya afya kufanyika, shirika hilo pia limetoa taulo za kike za kufua kwa wanafunzi wa shule za sekondari na wananchi. Inalenga kupunguza athari za maambukizi ya virusi vya ukimwi katika kata ya Kasamwa kwa kuongeza ufahamu kwa jamii juu ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nasisitiza sana watu watufanye mazoezi, kwa maana mazoezi ni moja ya kitu ambacho kinakwenda kusaidia mtu kupunguza mafuta. Baadhi ya wanafunzi waliofanikiwa kupata taulo hizo wamesema, kwa kweli tulikuwa tunateseka kipindi ambapo tulikuwa tunakosa hizi pedi, ila kwa sasa ametusaidia serikali, tunashukuru. Kwa hiyo kunakuwa na changamoto ya kupata fedha ya kwenda kununua pedi. Muda mwingine ukimwomba mzazi anakuwa hana hela. Kwa hiyo zile pedi watawafanya watoto wafike shuleni kwa wakati. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Asante Mrisho Sadiki kwa taarifa hiyo, na taarifa yake basi inatupa nafasi sasa kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.